Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia ama amenipatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Najua kuwepo kwangu hai ni kwa neema ya Mungu, ni kwa huruma za Mungu, ndio maana nipo hai mpaka leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije kusema, kile ambacho Mungu amenionyesha juu ya taifa letu Tanzania. Kuna kitu ambacho Mungu amenionyesha juu ya taifa letu, na chanzo ikiwa nini? Chanzo ikiwa ni jeshi la polisi. Chanzo ikiwa ni jeshi la polisi. Ilikuwa usiku nimelala. Ilikuwa usiku nimelala, nikaona kitu ambacho kilikuja kikanishangaza. Ilikuwa usiku nimelala, nikaona kitu ambacho kilikuja kikanishangaza juu ya jeshi la polisi. Na hiki nawaambia wana wa Mungu, naambia wana wa Mungu sababu hii ni hatua ambayo hata mimi nimeianza ya kumwomba Mungu toba, Mungu atusamehe, Mungu atuhurumie kwa ajili ya taifa letu. Mungu atuhurumie kwa ajili ya taifa letu. Mungu asiangalie uovu wetu. Mungu atusamehe. Hivyo kimesha kusema pia ni kwa ajili ya wana wa Mungu, tuingie magotini, tumwombe Mungu kwa sababu Mungu amekusudia maovu juu ya taifa letu. Mungu amekusudia maovu juu ya taifa letu. Amekusudia kutenda mabaya juu ya taifa letu. Chanzo ikiwa nini? Chanzo kwa namna nilivyoona, chanzo ikiwa ni jeshi la polisi. Kwa namna nilivyoona, nakuja kusema kile ambacho nimekiona. Najua jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kusimamia sheria na katiba, na wenyewe pale na najua pia wenyewe pia ni watu ambao wanapokea nini? Najua pia ni watu ambao wanapokea oda ama maagizo. Kuna maagizo unaweza ukapokea. Kuna maagizo, nasema hii kabla sijaenda kusema kile ambacho nimekiona. Nasema hii kwanza kabla ya kwenda kusema kile ambacho nimekiona. Mungu amenionyesha. Kuna oda unaweza ukapokea, ndio na mkuu wako ukapokea hiyo, akakuagiza na sababu huko chini unakuwa huna namna, na lazima ufanye kile ambacho mkuu wako amekuagiza. Lakini lazima uwe makini sana kwa yote ambayo unaagizwa, labda uyafanye ama uyatekeleze. Lazima uwe makini sana. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia alikuwa anaitwa Ahabu. Alikuwa anaitwa huyu jemedali wa jeshi la Daudi. Kwa kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 21, ukisoma ukianzia pale mstari wa kwanza, utaona neno la Mungu nakwambia kwamba shetani alimuingia Daudi, akamshawishi Daudi kuwahesabu wana wa Israeli. Kuwahesabu wana wa Israeli. Alimuingia Daudi kuwahesabu wana wa Israeli. Lakini akampa maagizo huyu jemedali wake ambaye alikuwa anaitwa Yoabu. Akampa maagizo ya kwenda kwa nini? Kuwahesabu. Kwa sababu Yoabu aliona kile kitu ni uasi mbele za Mungu. Akamshauri mfalme kwamba hiki ambacho tunataka ukifanye usikifanye. Akamshauri, nenda ukasome kwa kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 21, usome pale utaona.
akamshauri mfalme hakusikia. Mfalme Daudi hakusikia kwa sababu Yoabu iko chini ya mamlaka, ikabidi hana namna inabidi afanye kama mfalme alivyomwambia, lakini alifanya sio kwa kupenda, alifanya kwa kuchukia ile hali ambayo mfalme alikuwa amemwagiza. Na katika makabila ambayo Hesabu, sababu ile neno ambayo mwagiza mfalme alichukia, kuna watu ambao hakuwahesabu, ambao ni kabila la Benjamini na kabila la Lawi alikuhesabiwa kwenye ile hesabu ambayo iliyokuwa. Ni sababu gani? Lile neno lilikuwa ovu mbele za Mungu, na Ahabu hakulifuata, Ahabu hakulipenda, akamshauri mfalme, lakini mfalme hakusikia. Iko hivi, nilikuwa nimelala usiku, nikaona kuna vurugu ambayo imetokea, na nikaona namna polisi wanavyopiga kwenye ndoto. Naona polisi wanavyopiga watu, na damu imemwagika, damu inavyomwagika. Kuna vitu ambavyo naweza nikasema, lakini kwa mtu ambaye hayuko rohoni na hajui mambo ya rohoni hawezi kuelewa. Ndio maana mtu mwingine ambaye yuko mwilini ukimwambia kwamba Mungu amesema, anajiuliza Mungu amesema nini na amesemeje, anasemaje, Mungu anazungumza vipi? Kwa sababu gani? Mambo ya kiroho utambulia kwa jinsi ya kiroho. Wewe ambaye nikisema mambo ya kiroho, wewe kama uko mwilini, kama wewe ni mtu wa mwilini, huwezi kunielewa, na sitaki pia unielewe. Endelea kutokunielewa hivyo, lakini wakunielewa wanielewe, ambao wanielewi wasinielewe. Kwa hiyo nikaona namna polisi wanavyopiga watu kwenye ndoto, polisi wanavyopiga watu, na nikaona namna Mungu alivyokasirika, ajua ni juu ya kile kitendo ambacho kinachoendelea katika ile hali ya kupiga watu. Nikajiona mimi kwamba ninaenda kwa polisi. Baada ya kwenda kwa polisi, naona polisi baada ya kunisikiliza, wananichapa, wananipiga. Lakini kwa kupiga nikawaambia, sasa mbona mnanipiga? Mimi nawaambia iliyo haki ya Mungu, mbona mnanipiga? Lakini hawakusikia. Yule alionipiga pembeni yake kulikuwa kuna mkuu wake. Yule aliyokuwa ananipiga alikuwa hajui kama pembeni kuna mkuu wake. Kwa hiyo katika kunipiga mimi kwenye ile malalamiko, nalalamika, kwa nini mimi nawaambia iliyo haki, mbona mnanipiga? Hata mimi nawaambia iliyo haki. Nikaona yule kiongozi mkubwa wake alikuwa pembeni, alikuwa amekaa, na nilimwona na namfahamu, lakini sitaki kumtaja hapa. Yule kiongozi aliposikia maneno yangu akaniita, na yule ambaye ananipiga alipoona kwamba kiongozi ameniita, akaiweka kama kwenye hali ya wasiwasi. Baadaye nikamwambia yule kiongozi nikamwambia kile ambacho nimekiona, lakini yule kiongozi niliyomwambia, nikajua kwamba labda atanisaidia, lakini yeye mwenyewe akapuuzia kile ambacho nilichokuwa namwambia. Kwa hiyo niliona namna polisi wanavyopiga watu, damu zilikuwa zinamwagika, na nikaona Mungu alivyokasirika. Na mimi kuendea polisi ni kuendea kuambia Mungu amekasirika. Mungu amekasirika juu ya hiki ambacho kinachoendelea. Mungu amekusudia maovu juu ya taifa letu. Mungu amekusudia maovu juu ya taifa letu. Ndicho ambacho nilichokuwa nimeenda
bila kuambia, lakini badala yake nikapigwa, badala yake nikapigwa, na yule mkuu wa majeshi akaniita. Aliponiita nikasema kwamba basi atanisikiliza, lakini nadhani atanielewa, lakini kunielewa sikupata msaada wowote. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho nimekiona, damu ambayo inamwagika, Mungu anakasirika, na Mungu amekusudia maovu juu ya taifa letu. Mungu amekusudia maovu juu ya taifa letu. Ninajua watu tunapenda maneno tu ya baraka, hatupendi maneno ya maonyo, hatupendi maneno ya makemeo. Tunapenda tu baraka, ubarikiwe, lakini unapoonywa unakasirika. Najua binadamu tuko hivyo, na haijaanza leo, toka zamani. Kuna mfalme mmoja kwenye Biblia alikuwa anaitwa Yeroboamu. Mungu anamtumia ujumbe Yeroboamu juu ya maovu ambayo anayatenda. Anamtumia ujumbe Yeroboamu ili kwamba aweze kuacha yale ambayo anayatenda. Lakini Yeroboamu badala ya kusikiliza yale maonyo ya Mungu, alikasirika, akataka kumnyoshea mkono yule nabii wa Mungu kwamba akamatwe. Lakini na Mungu anasema aliponyosha tu mkono, ule mkono wake ulikatika pale pale. Baadaye akatambua kwamba hapa nimefanya kosa, akaanza kuomba msamaha kwa yule nabii kwamba naomba niombee msamaha kwa Mungu wako ili mkono wangu urudi. Neno la Mungu akasema, yule nabii akamwambia msamaha, mkono wa Yeroboamu ukarudi, kwa sababu binadamu hatupendi kukemewa, binadamu hatupendi kuonywa, tunapenda tu kubarikiwa, lakini mambo ya makemeo hatuyapendi. Hicho ndicho ambacho nimekiona, nami nimekuja kusema hicho ambacho nimekiona kwa ajili ya wana wa Mungu. Sina namba ya kuwapigia kwamba watumishi wa Mungu kwamba bana ombeni, lakini najua hili jukwaa la mtandao ni jukwaa ambalo watu wengi wanaingia, watu wengi wanaona, watu wengi wanaona. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho nimekiona. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ombea taifa. Tunaingia kwenye mwaka wa uchaguzi, ombea taifa. Mungu arehemu taifa letu, tusaidie. Tumekuta amani ndani ya Tanzania yetu, tuiache amani kwa ajili ya uzao wetu. Wazazi wetu wametusisha amani, na sisi tumombe Mungu ile amani ambayo wazazi wetu waitulisisha, na sisi tuwarisishe watoto wetu. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho natakiwa tuombe mbele za Mungu. Mungu atusaidie, Mungu aturehemu, maana waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache, wanaosikia ni wengi lakini wanaoelewa pia ni wachache. Kwa ambao wanaelewa, ingia magotini, omba Mungu atusaidie, omba Mungu atusaidie. Na kuna vitu ambavyo vinaweza kuwa Mungu alikuwa wamepanga kuvitenda, lakini asivitende kwa ajili ya moyo wa toba ambao unaweza kuingia Mungu akarehemu taifa letu. Basi Mungu akubariki sana, na nakutakia amani ya Bwana. Shalom.